Karibu katika simulizi ya kabila la Wamakonde. Makala hii imeandaliwa na Miraji Mihuru, kisha kusimuliwa nami Omari Madiva. Wamakonde ni kabila maarufu sana nchini Tanzania ambalo linapatikana kusini mashariki mwa nchi ya Tanzania katika mkoa wa Mtwara na kaskazini mashariki mwa nchi ya Msumbiji katika mkoa wa Cabo Delgado. Waandishi mbalimbali katika maandiko yao wamejaribu kueleza uasili wa Wamakonde, ambapo kuna mitazamo mitatu ambayo imeeleza asili ya Wamakonde. Wapo ambao wanaosema kwamba Wamakonde asili yao ni nchini Angola. Wapo ambao wanasema Wamakonde asili yao ni nchini Msumbiji. Mwisho wapo ambao wanasema Wamakonde asili yao ni nchi ya Tanzania. Katika mitazamo miwili ya hapo juu ambayo inaeleza kwamba Wamakonde asili yao ni nje ya nchi ya Tanzania, waandishi wanaamini kwenye hiyo mitazamo wanaeleza kwamba swala la vita vya mara kwa mara katika jimbo la Wazulu, yani Zulu Kingdom, ndiyo ilikuwa sababu ya Wamakonde kufika na kufanya makazi Tanzania katika eneo la Mtwara, wakisaka amani walioikosa makwao nchini Angola na Msumbiji. Swala hili lilifanyika miaka 500 iliyopita. Mtazamo nambari 3 unaeleza ya kwamba Wamakonde asili yao ni nchini Tanzania, ila walienda Msumbiji na baadaye tena kurudi Tanzania, na wachache hawakurudi, wakaamua kufanya makazi yao ya kudumu huko huko nchini Msumbiji. Neno Wamakonde limetokana na neno asili konde, ambalo maana yake ni pori, milima pamoja na mabonde. Hivyo Wamakonde ni jina walilopewa watu wa jamii hii iliyokuwa ikipatikana kusini mwa Tanzania baada ya kitendo chao cha kukimbilia vilimani, mabondeni na maporini, wakikwepa uvamizi kutoka kwenye jamii zinazowazunguka ama zile za kutoka mbali. Historia inasema kabla ya kuja Waarabu na Wazungu, jamii za Kiafrika zilikuwa zikifanya biashara za kimaeneo, kwa kimombo tunaita region trade or long distance trade. Biashara hizi ziliambatana na uvamizi na utekaji maeneo kwa lengo la kutanua himaya ya kiutawala na mali kwa viongozi wa kutoka kwenye jamii zenye nguvu. Hivyo inaelezwa kwamba Wamakonde walikuwa wakikumbana na vamizi mbalimbali kutoka kwa jamii za kutoka kaskazini mwa Tanzania na muda mwingine jamii za nchi jirani ya Kenya, hususan jamii ya Wakamba ambao walitaka waitawale pwani ya bahari ya Hindi. Kitendo hicho cha vamizi kutoka kwa jamii ya Wakamba na jamii nyingine kutoka kaskazini mwa Tanzania ndiyo kilikuwa chanzo kikuu kilichowafanya Wamakonde wakimbilie Msumbiji wakitokea Tanzania na baadaye kurudi tena Tanzania baada ya vurugu za Wazulu na baadaye Wareno walipokuwa wanaivamia nchi ya Msumbiji katika harakati za kuanzisha utawala. Swala la kuchenja uso na kutoboa ndonya kwa Wamakonde inaelezwa haikuwa ni urembo kama inavyoelezwa na wengi, bali ilikuwa ni njia ya kujikinga dhidi ya biashara ya utumwa, yani slave trade kwa kimombo. Waarabu na baadaye Wazungu walikuwa hawamchukui mtu aliochanja usoni ama mwenye makovu kwenda kumfanya mtumwa Ulaya. Hii ni kutokana na aina ya kazi walizokuwa wanaenda kuzifanya. Kijana yeyote alioenda JKT ama JWTZ ananielewa hapa. Mtu mwenye kovu hafai kwenye kazi zenye kuhitaji ukakamavu. Wamakonde mpaka sasa wapo kwa wingi katika wilaya 3 kati ya wilaya 5 zinazounda mkoa wa Mtwara. Wilaya hizo ni wilaya ya Mtwara, wilaya Tandahimba na wilaya ya Newala. Kwa uchache sana wanapatikana pia katika wilaya ya Masasi. Wamakonde wanajishughulisha na kilimo cha biashara ambapo zao kuu ni korosho, lakini pia kilimo cha chakula ambapo zao kuu ni mihogo, na wanafuga kwa uchache sana mbuzi, kondoo na kuku. Kabila hili la Wamakonde
chakula chao kikuu ni ugali wa mihogo. Wengine wanakula wali ama ubwabwa wa mtama ama chenga za mtama, lakini pia wanakula mizizi ya asili ambayo inafahamika kwa jina la ming'oko. Ming'oko hii inatumika kama mboga na kwa Kimakonde inaitwa mnabuhulile, lakini pia wanakula ming'oko kama chakula kitwacho chikandanga, yaani mchanganyiko wa unga wa mihogo pamoja na ming'oko. Kwa leo naomba niishie hapa.